Msimamizi wa maktaba Chuo Kikuu cha Iringa aeleza faida mbalimbali za matumizi ya rasilimali za maktaba. Saudi Arabia yapanga kuwa na silaha za nyuklia kwa kukubaliana na msimamo wa Donald Trump. Na katika michezo na burudani, timu ya sheria Chuo Kikuu cha Iringa yashindwa kutambaa mbele ya timu ya UDOM kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma. Habari mtazamaji wa UoI Digital, ni matumaini yangu hujambo na karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Ruminata Mgeni. Karibu. Msimamizi mkuu wa maktaba Chuo Kikuu cha Iringa aeleza umuhimu wa kutumia maktaba kwa wanafunzi na wahadhiri chuoni hapo. Benson Lupembe anatujuza zaidi. Msimamizi mkuu wa maktaba ya Chuo Kikuu cha Iringa ameeleza umuhimu wa kutumia maktaba kwa wanafunzi na wahadhiri kwa lengo la kujifunza. Mwanafunzi ili aweze kufaulu vizuri katika masomo yake ni lazima aweze kumsikiliza mwalimu vizuri, lakini pia aweze kutumia maktaba vizuri. Wahadhiri nao ili kufanya kazi yao vizuri lazima wanataka kupata taarifa mbalimbali ambazo ni kuboresha vile walivyokuwa navyo katika maktaba. Kwa upande wake, mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Iringa ameeleza tofauti ya wanafunzi wanaotumia akili mnembe na wanaotumia rasilimali kutoka maktaba, kwamba huyu aliyesoma na akajibu maswali ana uwezo wa kuweka kichwani, uelewa unapanuka kwa haraka, si ndio? Na kukumbuka yale aliyosoma inakuwa ni rahisi, na hata kwenda kuapply yale aliyosoma inakuwa ni rahisi kuliko yule ambaye amepewa swali akalichukua lile swali akalipaste kwenye akalihamishia kwenye AI au akaweka kwenye AI alafu akapata majibu akakopi na kupaste akaweka pale akaprint akampelekea mwalimu. Nao baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wametoa maoni yao juu ya matumizi ya maktaba. Kiukweli inatusaidia sana kwa sababu tunapata material, tunapata kuweza kujipatia kujisomea na kuweza kuongeza ujuzi zaidi. Inanisaidia katika kufaulu kwenye mitihani yangu, lakini katika kusolve mada ambazo sijapata kuzielewa darasani mwalimu anapofundisha, nikija kula library natulia, narudia mara nyingi naelewa. Uongozi wa Chuo Kikuu cha Iringa unatoa uwanda mpana wa kujifunza kwa wanafunzi na jamii kwa ujumla ndani ya maktaba na hata nje ya maktaba kwa kutumia mtandao. Mimi ni Benson Patrick wa UoI Digital. Shukrani sana Lupembe kwa taarifa hii. Taarifa yake Lupembe inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni wasaa wa habari za kimataifa zitakazoletwa kwako na Grace Matiko. Saudi Arabia imeimarisha uhusiano wake na utawala wa Donald Trump huku kukiwa na mazungumzo ya ushirikiano wa nishati ya nyuklia ya kiraia na uwezekano wa makubaliano ya ulinzi. Mfalme Mohammed bin Salman ameendeleza ajenda yake ya nyuklia huku akitafuta masharti mazuri ya usalama wa kikanda na mara nyingi akifanya kazi hizo na Donald Trump. Ushirikiano wa Saudi Arabia pamoja na Marekani ni zaidi ya miongo miwili sasa. Saudi Arabia zilitia saini azimio la pamoja na ushirikiano wa nishati ya nyuklia likiweka misingi ya ushirikiano kwa miongo kadhaa kulingana na White House. Na msimamo wa Donald Trump kama rais ameimarisha uhusiano wake wa kijeshi na Saudi Arabia ikiwa ni pamoja na kuitaja kama mshirika mkuu asiye na NATO. Na ripoti hiyo imeeleza kuwa Marekani inakamilisha makubaliano yake na Saudi Arabia kwa ajili ya mpango wa nyuklia kutoka katika falme hiyo ya Saudi Arabia, lakini Donald Trump anaendelea kupinga kurutubisha kwa madini ya uranium huko Iran. Lakini falme ya Saudi Arabia inatarajia kukamilisha mpango huo mwisho wa mwezi Februari, huku ikiwavutia nchi kadhaa kama vile Uturuki kumiliki silaha za nyuklia. Lakini Saudi Arabia imedai kuwa haitafuti nyuklia bali inatafuta kubadili vyanzo vya nishati katika falme hiyo. Asante sana Grace kwa habari hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Tuungane na Joanita Kaaya kwa habari za biashara na uchumi.
Wafanyabiashara wa chakula mtaa wa Semtema, kata ya Kiesa, mkoani Iringa wameeleza changamoto wanayopitia kipindi cha mfungo wa Ramadhani na Kwaresma. Wafanyabiashara hao wakifanya mahojiano na wanahabari wa UoI Digital wamesema biashara kuwa ngumu kutokana na idadi kubwa ya wateja wao kuwa kwenye mfungo wa Ramadhani na Kwaresma. Aidha, wametoa ushauri kwa wafanyabiashara wote kuwa wasifunge biashara zao kwa sababu hiki ni kipindi cha muda mfupi tu. Kwa sasa biashara ni kiasi sana kwa sababu ya mfungo wa Kristo na Waislamu. Kwa hivyo biashara inakuwa ngumu, tunafanya kwa ngumu, lakini tunashukuru Mungu tunasonga. Watu walinde mitaji yao. Basi kama mtu alikuwa anapika chakula kingi, akapika chakula ambacho anajua hicho kinaweza kukamilika, kikamsaidia kuisha kwa siku, ili asiweze kula hasara. Wateja kwa saizi kipindi cha mfungo wa Ramadhani, kwa kweli biashara imeporomoka. Unakuta mtu ulikuwa unauza debe 4 mpaka 5, inakulazimu ushuke katika debe 2. Biashara kwa sasa hivi kiukweli sio nzuri, kwa sababu vipindi vyenyewe kwanza vimegongana, Ramadhani afu na Kwaresma hiyo. Kwa hiyo biashara zinakuwa mbaya, tena sio kidogo, ni sana, kwa sababu watu wanakuwa kwenye mfungo wote, sehemu zote, wa Kristo na Waislamu. Kwa natakiwa tupunguze kipimo ambacho tulichokuwa tunaandaa ili nini usije ukapata hasara, kwa sababu chakula kikibaki tayari kinakuwa hakitumiki tena, natakiwa ukimwaje. Kwa hiyo natakiwa tunawashauri wapunguze. Yaani sasa hizi biashara imekuwa ngumu kwa sababu imegongana mifungo ya Waislamu na Wakristo. Biashara ni ngumu sana. Ukipiga kilo 2 ukimaliza mshukuru Mungu. Haya ndo baadhi ya maoni kutoka kwa biashara mbalimbali wa vyakula wakielezea changamoto zinazowakumba katika kipindi hiki cha mfungo wa Ramadhani pamoja na Kwaresma. Nikiripoti kutoka eneo la Tumaini Iringa, mimi ni Jan Kaaya, UoI Digital. Shukrani sana Joanita kwa habari hiyo. Na sasa ni wasaa wa habari za michezo na burudani, tuungane naye Alpha Mkinda. Timu ya UDOM Ambassador Chuo Kikuu cha Dodoma imefanikiwa kuibuka mbabe mbele ya timu ya kitivo cha sheria LLB3 kutoka Chuo Kikuu cha Iringa katika mechi ya kirafiki iliyopigwa katika viwanja vya Kigonzile. Mara baada ya mechi hiyo kumalizika, kocha pamoja na nahodha wa timu ya UDOM Ambassador wa Chuo Kikuu cha Dodoma wamesema walikuwa vizuri kimbinu kuliko wapinzani wao, ndio maana wamefanikiwa kupata ushindi huo. Sio mafanikio, kucheza vizuri timu yangu. Tulianza mchezo vizuri, tumeweza vizuri alhamdulillah. Tulianza wachezaji wote wakiwa sawa, tumemaliza tukiwa sawa. Tactically tulikuwa wazuri kuliko wao. Ingawa kulikuwa na makosa baadhi madogo, lakini tulikaa chini sisi kama benchi la funzi tukaya solve, tukarudi uwanjani tukapata ushindi. Kama mnavyoona tumeshinda game hii na ni game yetu ya kwanza kabisa toka tumefika hapa hivi. Ila tunachoshukuru tumepata ushindi. Game ilikuwa nzuri. Tumepata changamoto kwa sababu ndo mara ya kwanza tunaingia uwanjani leo toka tumefika hapa hivi. Kwa upande wa viongozi wa timu ya sheria mwaka wa 3 LLB3, kocha pamoja na nahodha nao wamesema kuwa mchezo ulikuwa na ushindani mkubwa licha ya wao kupoteza mchezo huo. Ni mchezo ambao kwenye ushindani ni mkubwa, tumeingiza kitu, wapinzani wako fiti. In short, sisi binafsi tumepoteza mechi kwa kutokana na kutokuwa na mazoezi kwa wakati, na pia mentality ya mchezaji mmoja ilikuwa chini sana. Mpira una matokeo matatu, aidha ufungo, ushindi au sare. Kwa mchezo kwa sehemu yetu tumepoteza. Asante sana Alpha kwa kutupitisha viwanjani. Mtazamaji, kabla ya kufikia tamati, tujifunze kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati wa leo kutoka kwake Fariji Kasanga. Mtazamaji wa UoI Digital, karibu katika kipengele chetu pendwa cha msamiati wa leo kinachokujia kila siku za wiki kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Na leo tumekuandalia msamiati wa neno halala. Je, unaelewa nini ukisikia neno hili? Twende tukatizame baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wao wanaelewa nini wakisikia msamiati huo. Vipi ukisikia msamiati wa neno halala, wewe unaelewa nini? Neno halala ni msamiati wa Kiswahili ambao unazungumzia mtu ambaye asiyeweza kustamili jambo, yani ile hali ya kutokuweza kuvumilia. Tuchukulie mfano, labda mtu anapitia wakati mgumu, maybe kwa mazingira yetu ya chuo hapa kuna watu unakuta sometimes hana hela, na anashindwa kuvumilia wakati huo, kukaa bila hela, anaamua kwenda kuiba,
au kufanya kitu chochote cha uhalifu. Kwa hiyo hilo neno ninazungumzia ule uwezo wa mtu kustahimili. Vipi ukisikia neno halala wewe unaelewa nini? Bana, hapo nikisikia halala moja kwa moja hapo kichwani kwangu kikutana kwenye mtihani au mtaani tu nimekutana nayo swali. Umekutana nao tu maneno ya mtaani, tunazungumzia mtaani. Kama mtaani basi jibu itakuwa ni jepesi. Nikikutana na neno halala itakuwa ni mtu ambaye hajatulia. Mtu ambaye hajatulia. Ni mtu ambaye hajatulia. Mtazamaji, tumetoka kuwatizama baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wakijaribu kuelezea maana halisi ya msamiati wa neno halala. Na maana halisi ya msamiati wa neno halala ni kushindwa kustahimili kero. Asante sana Farijiko kwa kutufundisha kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati murwa kabisa, na hiyo ndio maana halisi ya msamiati harara. Nami nakuacha na sentensi semayo Fatuma anapenda kuwa harara wakati wa mazungumzo na rafiki zake. Mtazamaji, na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nikushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho muda kama huu, wakati kama huu. Jina langu ni Ruminata Mgeni. Asante na kwaheri.